Ujambo mpendwa msikilizaji na karibu kufuata taarifa hizi za habari katika lugha bora sanifu nyoroto kufia Kiswahili ambayo inaletwa muda na studio nami Estashi Babu, na hivi kwanza ni muktasari wake. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis hayupo tena duniani. Huyu amepoteza maisha tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025. Na coordoneta wa AFC M23 Corneille Nangaa amehudhuria baada ya Pasaka tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025 uko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kumalizia taarifa hii habari tutazungumzia kuhusu jimboni Kivu ya Kusini, hususan eneo ya tarafa ya Mwenga na eneo mbalimbali hasa mjini Kamituga. Wanafunzi wameonekana shuleni lakini walimu wanaonekana kutoenda shuleni. Mengi ni katika taarifa hizi habari ambazo zinaletwa na Estashi Babu. Hatimaye ni habari kamili. Kiongozi mkuu wa kanisa Katolika duniani Papa Francis yupo tena duniani. Huyu ameweza kufariki tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025. Kiongozi wa kanisa Katoliki ameweza kupoteza maisha. Hii ni kutokana na magonjwa ambayo alikuwa akiuguliwa yapata muda mrefu. Papa Francis wa miaka 88 aliweza kuondoka hospitalini hivi karibuni na kwa kuweza kutoka kupata matibabu, kwani alikisha kuwa na tatizo la upungufu wa hewa mwilini. Kabla ya kufariki kwa Papa Francis, aliweza kuanza kupoteza fahamu. Kabla ya hapo alikuja kupoteza maisha. Mazishi ya Papa Francis inaandaliwa kufanyika wiki hii, na baada ya hapo muungano wa maaskofu itaweza kutana ili kuweza kujadili na kuweza kumteua nani atakayechukua wazifa huu wa kuweza kumgomboa Papa Francis. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari katika lugha bora sanifu nyoroto kufia Kiswahili kupitia mitambo ya Lila TV. Goma. Kiongozi mkuu wa AFC M23 Corneille Nangaa ameweza kushiriki pamoja na milioni ya waamini wa kanisa Katoliki huko Goma, ikiwa hii ni siku ya tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025, siku ya Pasaka. Kiongozi huyu wa AFC alionyesha Ukristo wake kwa kwenda kusherekea pamoja na waamini huko Goma mnamo kanisa hilo la Katoliki, ijapokuwa mashambulizi yanayoendelea mashariki mwa Kongo. Hatimaye Mwenga. Shule nyingi mnamo tarafa ya Mwenga haikuonekana kurudi shuleni kutoka mafungo ya Pasaka hii tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025. Wanafunzi walionekana shuleni lakini walimu hawakuweza kujitokeza. Mnamo kibarua waliomwandikia Supraved, walimu hao wa tarafa ya Mwenga wamesema hapa na wanukuu: "Ni kwa kusikitisha ambao tumekuletea malalamiko haya ambao tumeandika. Kwa hiyo tumetoshwa matumaini kwamba walimu wa jimbo ya kielimu ya Kivu ya 3, hasa wale wa division ndogo ya Mwenga ya 2 na 4, wanakuwa wakikuwa na ukosefu wa pesa zao kutoka uongozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tokea mwezi Februari, Machi na hata Aprili. Hali hii inapelekea sisi walimu kuingia kwenye hali ngumu, hasa wakati mashariki mwa Kongo hali si ya utulivu." Walimu waliweza kutana tarehe 13 mwezi Aprili mwaka 2025 kunako shule moja ya msingi ya Epe Musika majira ya saa 7 mchana huko Mwenga Isenta, ambako waliweza kusema kwamba tokea tarehe 21 mwezi Aprili mwaka huu watalianzisha mgomo ili kudai pesa zao popote pale. Na swala hilo, walimu miongoni wa hapa mjini Kamituga wamoja wanaonekana kutoenda mashuleni kutokana na kutolipwa pesa zao kutoka uongozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanafunzi wanakuwa wakijielekeza mashuleni lakini hakuna chochote kinachoendelea. Shukrani kwa kuweza kutegea sikio taarifa hizi za habari zilizoletwa muda na studio nami Estashi Babu. Sina la ziada ila timu nzima ya Lila TV inakuwa na kusalimu na kutakia kila laheri na siku njema. Bye bye. Tukutane kwa taarifa zingine, lakini usisahau vile vile unaweza kushare video hii, kulike na kusubscribe.